sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ذوي الشرف العظيم. Muslim, baada ya kumshukuru Allah jalla jalalu na kuzitaka rehema na amani zimwendee bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa bado tunaendelea kufundishana darasa mbalimbali, darasa ambazo zinahusu dini yetu ya Kiislamu. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie darasa hizi ziwe na tija kwa umma huu wa Kiislamu. Leo insha Allah nitakusomea hizi hadithi mbili tatu ambazo zinahusiana na sunna za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunna ambazo alikuwa akizifanya ile siku ya Eid. Kwa ikifika siku ya Eid, kuna sunna ndugu yangu Muislamu ambazo Mtume Muhammad alikuwa akizifanya, na wewe zifanye sunna hizi siku ya Eid, utapata ujira mkubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sunna kwanza anasema katika hadithi wa an Anas ibn Malik qala, kutoka kwa Anas ibn Malik radhiallahu ta'ala anhu, Mwenyezi Mungu amradhi, amesema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaghdu yawm al-fitri, Mtume alikuwa hatoki nyumbani kwake siku ya Eid al-Fitri, hatta yaakulu tamaratin, mpaka alitende. Kwa katika sunna ya kwanza, Mtume Muhammad siku ya Eid asubuhi alikuwa hatoki kwenda msikitini mpaka aanze kula tende nyumbani kwake. Tena yakuluhunna witran, tende hizo Mtume alikuwa akizila witri. Kwa katika sunna ya kwanza ya siku ya Eid, asubuhi kabla ya kutoka nyumbani kwako ni sunna kula tende, japo kwa 3 au kwa 4 au kwa 5, kama alivyokuwa akifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sunna ya kwanza ni kula japo kitende kidogo siku ya Eid kabla ya kwenda msikitini. Kwa katika sunna ya kwanza hiyo, nayo ni sunna ya kwanza. Lakini pia katika hadithi ya pili, wa an ibn Buraida qala, amesema ibn Buraida, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju yawm al-fitri, Mtume alikuwa hatoki nyumbani kwake siku ya Eid al-Fitri, hatta yat'ama, mpaka ale, wala yat'amu yawm al-adha, na wala alikuwa hatoki siku ya Eid al-Adha hatta yusalli, mpaka asali. Hizi hadithi zinaonesha wazi kwamba sunna ya kwanza katika sunna za Mtume siku ya Eid, Mtume alikuwa hatoki nyumbani kwake mpaka ale tende. Tena Mtume alikuwa anakula tende kwa witri. Kwa hiyo ni katika sunna ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya siku ya Eid. Lakini katika sunna ya pili, wa an Jabiri, kutoka kwa Jabiri radhiallahu ta'ala anhu, Mwenyezi Mungu amradhi, qala, amesema Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa idha kana yawm al-Eid, inapofika siku ya Eid, basi khalafa at-tariqa, Mtume alikuwa akibadilisha njia. Kwa katika sunna ya pili ambayo inafanya na Mtume siku ya Eid, alikuwa anabadilisha njia, yani ile njia yake ambayo anaenda msikitini, akirudi Mtume alikuwa harudi njia ile, isipokuwa alikuwa anarudia njia nyingine. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sunna ya pili ambayo alikuwa akifanya siku ya Eid, alikuwa ni khalafa at-tariqa, alikuwa anabadilisha njia. Kwa katika sunna ya kwanza siku ya Eid unatakiwa kabla ya kwenda kusali Eid kula tende japo kwa 3. Katika sunna ya pili, Mtume Muhammad alikuwa akibadilisha njia siku ya Eid, yani ile njia anayoenda nayo msikitini sio njia anayorudi nayo, alikuwa anabadilisha njia. Lakini pia katika sunna nyingine ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akipenda sana kutembea kwa miguu, kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Mtume Muhammad katika hadithi sallallahu alaihi wasallam, anasemaje? Anasema mina sunnati, katika sunna, ay yakhruja ila al-Eid mashian, mtu atembee aende katika swala ya Eid hali ya kuwa anatembea. Kwa katika sunna ilikuwa muhimu sana ni sunna 3. Ya kwanza, Mtume Muhammad alikuwa hatoki nyumbani kwake mpaka ale tende, tena alikuwa anakula tende kwa witri. Sunna pili, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anabadilisha njia anapoenda kuswali msikitini. Na sunna 3, Mtume sema inapendeza zaidi kama msikiti upo karibu, uende msikitini katika sala Eid hali ya kuwa unatembea. Hizi ni sunna 3
ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizifanya siku ya Eid, na alikuwa akisisitiza watu wazifanye sunna 3 siku ya Eid. Kwa uwezo wa Allah, hizi sunna 3 ukizifanya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa thawabu zisizokuwa na mfano. Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie atufikishe siku ya Eid na hizi sunna tuzitekeleze ili tupate radhi zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukihitaji kuungwa kwenye grupu langu la WhatsApp, nitumie SMS kwa namba zangu za WhatsApp ili nikuunge kwenye grupu upate faida kama hizi kwa namba hizi 0777 799359 0777 799359. WhatsApp namba ni 0777 799359 ili nikuunge katika grupu langu la WhatsApp upate faida kubwa kama hizi kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi